Na kwa siku hii ya leo tuko na event hii ambayo tumeita ni jukwaa ambalo linawakutanisha wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mnyororo mzima wa thamani katika ufugaji wa kuku, ambapo kuna wafugaji ambao sisi kwetu tunanufaika, lakini pia tumewakutanisha na wanunuzi ambao wanajihusisha na kununua bidhaa za kuku, ambao ni watu ambao wanamiliki hoteli, mama ntilie. Yes, kwa hiyo tumefanya jukwaa hili kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kuweka uhusiano wa kibiashara kati ya makundi mawili. Na ni moja ya njia ambayo tunakuwa tunaitumia, sababu tunaamini baada ya mwanachama kufundishwa na kupata elimu nzuri ya ufugaji, basi uzalishaji wake utazidi kuongezeka. Baada ya uzalishaji kuongezeka, nini kinafuata? Ina maana lazima apate mahali ambapo atakuwa na soko la uhakika. Ndio maana ya kuwa na jukwaa hili na kuwa na tukio hili. Lakini mbali na tukio hili pia tuna utaratibu ambao sisi kama shirika tunakuwa tunaufanya katika kuwaunganisha zaidi na masoko, ikiwemo kushiriki katika maonyesho mbalimbali, ikiwemo Sabasaba na 88. Na kama wote tunafahamu, Sabasaba iko na imekaribia, kwa tupo tunaendelea na maandalizi. Tarehe 26 mwezi wa 6 maonyesho yataanza, na miongoni mwa wanachama ambao watashiriki kwenye maonyesho ni hawa wafugaji wa kuku pia. Tunahisi kwamba kwenye kuelekeza hawa wanachama ambao tuko nao kwenye kuwafundisha, mwisho wa siku tunategemea alikuwa hana biashara, basi ameweza kuanzisha biashara, lakini mwisho wa siku kapata kipato, na kile kipato kimeweza kumsaidia yeye kweli kuondokana na nini, na umaskini. Hapo si tumeelewana? Kwa hiyo pati yangu ndio hiyo hapo ya kutambulisha shirika. Nadhani mmeelewa sasa shirika la mkono kama shirika la handi. Kwa majina naitwa Sharifa Mohamed Mwangu, natokea kijiji cha Msungua, kata ya Sepuka, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida. Mimi ni mnufaika wa mradi wa mkono kwa mkono au Hand in Hand Eastern Africa. Mimi nilikuwa nafuga kuku wa kienyeji. Baada ya kuja huu mradi ukatupatia mafunzo, kumbe kuna uwezekano wa kuanza kufuga kifaranga kichanga na ukakikuza na ukaweza kukiuza kwa bei nzuri na ukapata faida nzuri. Baada ya mafunzo niliuza kuku wangu wa kienyeji, nikaanza na kuku 100 ambao tulifundishwa, nikaenda kuchukua shirika la Silverland, nikaanza kufuga vifaranga 100. Mpaka sasa ni kujengewa uwezo na kujiamini, nimeweza kufuga vifaranga mpaka 700, nikajenga mabanda. Baada hapo nikaanzisha mradi wa kufuga ng'ombe, nikaanzisha na mradi wa kufuga kondoo, bado ni wachache sana, ni 4, lakini ndio miradi ambayo naenda nayo. Kwa jina naitwa Petro Musa Kiyango, kutoka wilaya ya Ikungi, kata ya Kituntu, kijiji cha Msambu. Mimi ni mnufaika wa shirika hili la Hand in Hand au mkono kwa mkono, kwa sababu walipokuja kwa ajili ya kutufundisha ufugaji wa kuku, mimi mwanzo nilikuwa nafuga kuku kienyeji na nilikuwa napata shida sana. Walipotupatia elimu, kwa kweli nikanufaika sana na hawa kuku chotara. Mpaka sasa nafuga kuku, nimefika hatua. Mwanzo kabisa wakati nafuga sikuwa na elimu, niliwahi kuua vifaranga wengi sana. Kutoka vifaranga 200, nimenunua vifaranga 200, lakini walikufa vifaranga 160. Nikabakiwa na vifaranga 40 tu. Lakini hili shirika lilipofika likatupatia elimu, kwa kweli mpaka sasa nafuga vifaranga hadi 500, lakini natokea vifaranga anakufa 1 katika 500. Mnufaika wa shirika la Hand in Hand. Walipokuja mwanzoni, mimi nilikuwa mfugaji mdogo, lakini kwa sasa hivi nimeshakuwa mfugaji mkubwa. Nimeajiri vijana 3 ambao wanafanya kazi kwenye mabanda yangu ya kuku, lakini pia nje na kuajiri hao vijana pia nimeanzisha miradi mingine 2, ufugaji wa ng'ombe pamoja na ufugaji wa mbuzi, ambao nimefanikiwa pia kununua maeneo sehemu tofauti ndani ya wilaya yangu ya Ikungi. Kwa kweli mimi ni mnufaika, tuseme natumia sana kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji. Na shirika hili nalishukuru kwa sababu nimekuwa na wateja wengi ambao wanafuga kuku ambao wako kwenye kiwango. Kwa upande wa kunufaika kwa mradi wa Hand in Hand, kwa upande wa kuku,
sisi kwanza tunanufaika moja kwa moja, kwa sababu kuku tunaochukua kutoka kwa watu wa hand in hand direct wanakuwa ni kuku wenye afya, kwa sababu tunajua wamepewa elimu juu ya ufugaji, namna kuandaa kuku, tunajua kabisa ni kuku ni wasafi.